أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، معاشر المسلمين, tukiendelea na darasa letu la mambo ya itikadi na mambo ya imani na mambo ya misingi ya imani, bado tupo katika darasa letu tuzungumzia kuhusu itikadi ya ahli sunna wal jamaa, kuhusu taarifu ya imani. Na tukasema ahli sunna, kama ambavyo tunaona katika darasa inaendelea, katika msimamo wa madhhabu ahli sunna wal jamaa, madhhabu ya ahli sunna wal jamaa kuhusu imani, tukisema ahli sunna wal jamaa anna al-imana qawlun wa amalun wa i'tiqad, wa hadha biijma'. Na ahli sunna wal jamaa wanasema hakika imani ni kaulu, lazima kupatikane maneno la ilaha illa Allah, wa amalun, na kupatikane matendo vile vile, wa itiqadu, na kuitakidi. Wa hadha biijma'i salaf, na hii kwa ijma'i wema waliotangulia wote wanakubaliana, hakuna imani ya kutamka la ilaha illa Allah mtu akawa muumini kwa sababu tu ametamka la ilaha illa Allah. قال البخاري, Imam Bukhari anasema fi kitabi khalq af'al al-ibad, Imam Bukhari anasema adraktu alfan min al-ulama'i kulluhum yaquluna anna al-iman qawlu wa amal. Nimewadiriki zaidi ya wanachuoni zaidi ya wanachuoni 1000, wote wanasema imani ni qawlu, ni la ilaha illa Allah, wa amal, na matendo. Lakini hapa tutakuja kuona katika aqwali za ulama na ijmaa ya salaf kuhusu kadhia hii. Lakini tulikuwa tumeishia kwamba Sheikh anatuambia ilamu rahimana Allah wa iyyakum ya ahla alquran, jueni Allah aturehemu sisi na nyinyi enye watu wa Qur'an, wa ya ahla alilmi, enye watu wa elimu, wa ya ahla sunani wal athar, enyi watu wenye kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ya ma'shara man faqqahahumullahu ta'ala fi din, enyi watu ambao Allah amewapa ufahamu katika dini, bi'ilmi al-halali wal haram, kujua halali na haramu. Annakum idha tadabbartumul qur'ana, akanyinyi mtakapo kuwa na tadabbur na taammuli, mtakapoizingatia Qur'ani vizuri, kama amarakumullahu ta'ala, kama Allah alivyowaamrisha, alimtum anna Allah ta'ala aujaba 'ala almu'minina ba'da imanihim bihi wa bi rasulihi al'amala, mtakuwa tayari mmejua hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha 'ala almu'minina, amewajibisha na kuwapa wajibu juu ya waumini baada ya kuamini, baada imanihim bihi wa bi rasulihi, baada ya kuwa wao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kuwa wao wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallama, Allah amewajibisha al-amala, kutenda matendo. Na hakuna mtu haendi peponi illa bi'amal, lazima matendo yapatikane. Sasa ikawa hapa tukao tunaendelea katika kadhia hii kwamba lazima matendo yapatikane, na matendo yakikosekana tayari mambo yanakuwa mengine. Kwa lazima matendo. Kwa hiyo mtu hawezi kukubaliwa katika amali yoyote mpaka kupatikana matendo. Katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, kama tulivyosema, anna al-imana qawlu wa amal, imani ni kauli na matendo. Hakuna kutamka la ilaha illa Allah peke yake mtu akawa ni muumini. Hii ndio taarifu kwa uchache Ahli Sunna wal Jamaa. Tunaamini matendo ni katika imani, tunaamini kutamka la ilaha illa Allah ni katika imani, tunaamini vile vile itikadi, kuitakidi la ilaha illa Allah, na kwamba yakini ya moyo ukaitakidi, na matendo ya moyo yote ni katika imani. Kwa hiyo mtu hawezi kuwa muumini mpaka mambo haya matatu, kama Sheikh alivyosema, lazima yaweze kutekelezwa. Na haya mambo matatu na ukumbusho, Sheikh alisemaje? Alisema katika mambo matatu wakati akifafanua, alisema ilamu rahimanallahu wa iyyakum anna alladhi alayhi ulama'ul muslimina, kila ambacho au jambo ambalo wanalo wanachuoni wa Kiislamu, anna al-imana wajibun ala jami'il khalq, imani ni wajibu juu ya viumbe wote, wa huwa tasdiqu bil qalb,
nani kusadikisha kwa moyo kwanza moyo usadikishe la ilaha illa Allah wa iqraru bil lisan ukiri kwa ulimi utamke la ilaha illa Allah katika moyo katika ulimi wa amalun bil jawari na lazima matendo yapatikane thumma ilamu kisha jueni annahu la tujzi'u al ma'rifatu bil qalbi haitoshelezi kabisa kwamba moyo tu kujua Allah yupo wa tasdiqu na kusadikisha moyo kusadikisha Allah yupo illa ayakuna ma'u al iman bil lisani nutqan lazima kupatikane imani ya ulimi ni kutamka la ilaha illa Allah lazima utamke wala tujzi'u ma'rifatun bil qalbi wala haitoshelezi kabisa kwamba moyo ukajua Allah yupo na ukaitakidi kwamba kuwepo kwa Allah na kisha ulimi ukatamka la ilaha illa Allah hatta yakuna amalun bil jawari paka kupatikane matendo ya viungo fa idha kamulat fihi hadhihi thalathu al-khisal kana mu'minan ikiwa limekamilika haya mambo matatu haya huyo ndio mtu anakuwa muumini na hapo tunapata ushahidi la dhalika al-Qur'ani wa sunna katika hilo linajulishwa katika Qur'ani na sunna wa qaulu ulama al-muslimina kama ambavyo tunaona na kauli za wanachuoni wa Kiislamu tuje kwenye Qur'ani tuliishia katika Qur'ani kwamba aya zaidi ya 56 zinaelezea kuhusu hakuna mtu kwenda peponi na hakuna mtu kuwa muumini pasina amalu saleh na hii ni itikadi ya makundi mengine sio itikadi ya waislamu kwa jumla na hapa anasema mtu hawezi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hamwezi kumlipa pepo au moto isipokuwa matendo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekutanisha baada ya iman lazima kupatikana matendo mema. Matendo haya ndiyo yanampeleka mtu kwenye pepo. Na hapa ukifungua Qur'ani nimekuta zaidi ya aya mwanachuoni anasema zaidi ya aya 56. Na nilikuwa nimezitaja katika darasa zilizopita chache. Sasa nataka niashirie tu mtu akitaka sasa arejee huko. Na hapo maana yake tukimaliza tuangalie je watu wengine ambao tayari wanasema mtu tu akitamka la ilaha illa Allah basi inatosheleza kuwa muumini, atakuwa anapingana na Qur'an, atapingana na sunna, atapingana na ijma ya ulama wa ahli sunna kwamba wao hawasemi mtu ni mu'min katika taarifu ya iman, wanasema al-iman ni qawlu wa amal. Sasa katika amal aya tunaendelea nazo, nitakuwa naziashiria tu kwa sababu siwezi kuzielezea zote, nitaashiria nyingine mtafungua Qur'ani ili muweze kuisoma. Tulifika tumefika katika aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati akizungumzia, mkizingatia katika Qur'ani ilivyokuja katika aya mbalimbali utaona kwamba zote zina wahimiza watu namna gani wafanye matendo mema, na peponi mtu haingii pasina amalun salih. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى كل هذا يدل على أن الإيمان التصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. aya zote ambazo tunazisoma zinaonyesha kwamba imani lazima ni tasdiq bilqalbi, moyo usadikishe na ulimi utamka la ilaha illa Allah na matendo yapatikane. Wala yajuzu ghairu hadha, haijuzi isipokuwa hili, na hii ni raddu ala almurji'a kama ambavyo tutakuja kuona wakati tukizungumzia taarifu yao iman kwa mujibu wa murji'a. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala mfano anasema katika surati Yunus aya 9, qala ta'ala innal ladhina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. innal ladhina amanu, iman manake iman huwa manake ni kuamini itikadi bil qalbi wal amalu bil nutqu bil lisan wal amal bil jawarih, kuitakidi kwa moyo Allah yupo na kutamka la ilaha illa kwa ulimi na matendo. Allah akasemaje? innal ladhina amanu wa amilu salihati, walioamini kisha amali wakafanya matendo swali mema, hao ndio Allah ataongoza yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah ataongoza hao kwa imani yao hii, ataongoza katika tajiri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im. Tukiingia peponi lazima hayo yaweze kuwepo. Sasa nitakuwa naashiria katika aya, sitazifasiri kila aya isipokuwa
wengine watarudi katika Qur'an hizi. Mfano ukisoma katika surati Yunus aya 62 mpaka 63, Allah anasema qala Allah azza wa jalla fi surati Yunus alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila likalimati llah dhalika huwal fawzul azim. Allah anasema alladhina amanu alafu wa kanu yattaqun, aya hiyo pia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma katika surati Ra'd vile vile aya ya 28 mpaka 29, Allah anasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab wa husnu ma'ab imekuja hivyo. Kwa hiyo mahali shahid alladhina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum, walioamini na kutenda hawa ndio wanabashiri pepo. Ukisoma katika surati Ibrahim aya 23, Allah anasema wa udkhilal ladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi'idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Wakiwa peponi, wa udkhilal ladhina amanu, wataingizwa wale walioamini peke yake, manake akaitakidi kwa moyo na akatamka la ilaha illa Allah, hakuna matendo. Allah akasema wa udkhilal ladhina amanu wa 'amilus salihati, lazima ndio jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi'idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Subhana au surati Isra, inaitwa suratu Subhana aya ya 9, Allah anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ya Qur'an inaongoza lillati hiya aqwam, mtu ambaye yuko katika qawim. Lakini wayubashiru almu'minina, inawapa bishara waumini. Kina nani? Waumini walioamini, hali ya kuwa kwa itakidi kwa nini kwa moyo wao, wakatamka kwa ulimi na amal. Allah asemaje? wayubashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, amal manaka lazima wafanye matendo mazuri, anna lahum ajran kabira. Ukisoma katika surati al-Kahfi vile vile aya ya kwanza paka ya pili, paka ya tatu, Allah anasema katika surati al-Kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Hapa wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, tena makifina fihi abada. Kwa Allah anasema pia bado wa yubashshira al-mu'minina, anawapa bishara waumini. Kina nani? alladhina ya'maluna as-salihat, wala ambao wanatenda matendo mema. Kwa ya amal lazima matendo mema, ndio sababu anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Kisha Allah anasema katika surati waqala ta'ala, Allah baada anaendelea katika surati Kahfi hiyo aya zinaendelea. Waqala ta'ala, Allah anasema katika surati hiyo Kahfi aya 30 mpaka 31, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Imekuja hivi kwa innal ladhina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihim al-anhar lunakuja yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban
mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo utaona kila aya ukisoma kuna amali. Lakini kisha Allah Subhanahu wa katika surati Kahfi hiyo Kahfi, surati Al-Kahfi aya ya 107 mpaka 108, Allah anasema vile vile, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Kwa hiyo bado aya Allah anakutanisha innal ladhina amanu, lakini wa amilus salihati kanat lahum jannatu al-firdausi nuzula. Kisha ukisoma katika surati Maryam aya ya 59 mpaka 60, Allah anasema katika surati Maryam, fa innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Lakini bado innal ladhina amanu wa amilus salihati ndio hapa zinakuja katika kadhia nyingine. Kisha ukisoma katika surati Taha aya ya 75 mpaka 76, Allah Subhanahu wa ta'ala anasemaje? Anasema, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Kwa hiyo bado aya zinakuja kwamba wa man ya'tihi mu'minan faqad qad 'amila salihati, maana yake lazima amila salihati. Hawa ndio faulaika lahumud darajatul ula, ndio daraja za juu ambazo pepo hiyo. Maana yake mtu hawezi kuingia peponi lazima haya. Kwa hiyo nitakuwa na ashiria hizo aya, mtazifuatilia hizo aya kwa sababu kitabu cha Allah tunacho, ili muone katika haya ambayo hapa tunastadili kwanza, ili tuone je, ahli sunna wal jamaa tunaposema imani si kutamka peke yake, tunaposema imani si kuitakidi peke yake, imani inapita katika mambo matatu, lazima itikadi, lazima kutamka, lazima amal. Je, ni maneno tu au maneno yana ni ijma' ahli sunna wametapatia dalili? Maana moja katika dalili, si tuna kitabu, tuna sunna, tuna ijma', tuna qiyas. Kwa hiyo tuna adilla nyingi katika kuthibitisha mlango huu. Kisha Allah Subhanahu wa ta'ala katika surati Taha pia vile vile aya ya 82 kama sikozi, aya 82, Allah Subhanahu wa ta'ala anasemaje? Ndio tukasema tukaisoma hiyo aya hii. Surati Taha Allah anasemaje? Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Wa inni laghaffarun, Allah anasema haka mimi ni mwingi wa kusamehe, lakini kina nani? Liman taba, atakayetubia, alafu wa amana, na kaamini kwa itikadi ya imani ahli sunna, al-iman qawlu wa amal, lakini wa amila salihan lazima amal, thumma ihtada. Kisha Allah Subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Hajj aya 12 aya 14, anasemaje Allah Subhanahu wa ta'ala? inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna Allaha yaf'alu ma yurid. Bado utaona inna Allaha yudkhilu alladhina amanu, Allah yudkhilu, manake atawaingiza alladhina amanu, wale walioamini. Wakaamini tu kwa maana kule kuitakidi kwa moyo na kuyakini, alafu katamka kwa ulimi wakaishia hapo? Hapana, yudkhilu ladhina amanu wa amilu salihati, ndio jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mabustani ambayo chini yake pita mito mpaka mwisho aya. Lakini pia ukisoma katika surati al-Hajj hiyo aya 23, Allah anasema inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Utaona pia aya kwamba baada ya Allah atawaingiza wale walioamini wa amilu salihati na wakatenda matendo mema,
atawaingiza katika nini? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi, paka mwisho wa aya, ili kuvishwa dhahabu na nguo za hariri paka mwisho wa aya. Wakala taala, pia Allah anasema katika surati al-Hajj aya ya 49, qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin falladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah anasema enye watu, anaambia watu wote sasa. Baada hapo, innama ana lakum nadhirun mubin falladhina amanu, wala walioamini, alafu waamilu salihati, ndio lahum maghfira, wao ndio wanamsamaha na riziki ambayo nzuri. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Mulk aya surati al-Mulk ya surati al-Hajj hiyo aya ya 56, Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-mulku yawma idhin lillah yahkum bainahum falladhina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Al-mulku yawma idhin lillah yahkum bainahum, Allah tawahukumu, ufalme siku hiyo ni Allah tawahukumu kati yao, lakini mahali shahid falladhina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ankabut aya ya 7 Allah anasema walladhina amanu wa amilus salihat alafu lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun. Walladhina amanu wa amilus salihat, walioamini alafu wa amilus salihat, ndio lanukaffiranna anhum sayiatihim walanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun, tutawalipa kutokana na yale waliyofanya. Alladhi kanu ya'malun, ay imeanza walladhina amanu wa amilus salihat, kisha tutawalipa ahsana alladhi kanu ya'malun, amali maana yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Rum, nadhani surati Rum hii, surati Ankabut hiyo aya ya 50, surati Ankabut hiyo aya ya 50, surati Ankabut hiyo aya ngapi? Aya 58. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladhina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surati Ankabut, walladhina amanu wa amilus salihati, ndio pepo, upata pepo hapo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Rum aya ya 14 mpaka 15 Allah anasema wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun famma alladhina amanu wa amilus salihati falahum fi rawdatin yuhbarun. Kisha bado amali falladhina amanu wa amilus salihati. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Quman aya ya 8 mpaka ya 9 Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'ada Allahi haqqan wa huwa al-azizul hakim. Surati al-Quman hiyo, bado innal ladhina amanu alafu wa amilus salihat lahum jannatun na'im, pepo hiyo huwezi kupata mpaka amali. Kisha katika surati Sajida ambayo ni aya ya 19 Allah subhanahu wa ta'ala anasema amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Watu kuingia peponi bima kanu ya'maluna, rakiz fi hadhihi an-nukta, bima kanu ya'malu, kwa hiyo nalipo kutokana na yale waliyotenda waliyofanya. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Saba aya ya 4 Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyajzi alladhina amanu wa amilus salihat
ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, liyajzia, ili awalipe Allah alladhina amanu wa amilu salihat, ili awalipe nini? Msamaha. Ili waingie peponi lazima atawalipa wale walioamini na wakatenda matendo mazuri. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati 7 hiyo hiyo aya 37, Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? wama amwalukum wala auladukum billati tukarribukum indana zulfa illa man amana. ركزوا في هذه الآية. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء إلى آخر الآية. بقى مشو آية. كيشا katika surati Fatir aya ya 8 Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina kafaru lahum adhabun shadid walladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bado ili maghfira na msamaha mpate lazima walladhina amanu wa amilus salihat, wakatenda matendo mema. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Zumar aya ya 73 mpaka 74 Allah anasema wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futhat abwabuha ila qawlihi ajrul 'amilin. Maana yake lazima wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljanna hatta idha paka ajrul 'amilin, maana yake ajrul 'amilin, matendo mema, malipo kwa wale wenye kufanyia amali maana. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Hamim Allah subhanahu wa ta'ala pia ambayo bado anaendelea kuzungumza haya katika surati Shura pia ukija Allah anasema tara adh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم إلى آخر الآية. كيش الله سبحانه وتعالى katika surati Shura aya 23 Allah anasema dhalika alladhina yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat. Dhalika alladhina yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilu salihat amal. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Zuhruf aya ya 67 mpaka 60 aya 67 Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Unaendelea na aya hiyo mpaka ufike 72. Allah anasema al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna ila qawli. Paka Allah aliposema وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. hiyo ndio pepo ambayo uristumuha, mmepewa pepo hiyo kwa nini? Bima kuntum ta'malun, kutokana na yale matendo mliyotenda kule duniani. Surati Zuhruf. Kisha katika surati Jathia katika aya ya 38 mpaka aya ya 28 mpaka 30 Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. جاثية بعده فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كيش الله سبحانه وتعالى katika surati Ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya mengi lakini ikaja innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. malipo lakini imekuja jazaa bima kanu ya'malun, huwezi kupewa pepo isipokuwa ni malipo kutokana na yale uliyofanya. Kisha katika surati Muhammad
Allah katika sura aya ya mwanzo mpaka ya pili Allah anasemaje? Alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'maluhum alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum alafu walladhina amanu وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وتعالى آية نتاجة بعد كتاج الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم كشي كتاجة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد إلى آخر الآية. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Muhammad hiyo Allah anasema pia katika aya 12, inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar mpaka mwisho mathwa lahum. Kwa hiyo inna Allaha yudkhilu alladhina amanu, atawaingiza wale walioamini. Imani peke yao wametamka, wanaitakidi kwa moyo, wametamka kwa ulimi, alafu peke yake hapana. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati, ndio atawaingiza jannati, katika mabustani, katika pepo hizo. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Taghabun aya 9, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بعد توانا قرآني ومن يؤمن بالله ألاف ويعمل صالحا ألاف ويكفر عنه سيئاتي ويعمل. كشا الله سبحانه وتعالى katika سورة الطلاق آية 11 الله نسيما ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. kwa hiyo anamwamini Allah wa ya'mal salihan. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-inshiqaq Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya kusema idha as-samaa'u shaqqat paka wanaendelea fa amma man utiya kitabahu biyamini ila qawli paka unakuja katika aya inaendelea illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Buruj aya ya 11 Allah anasema innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Kisha Allah katika surati at-Tin wa Zaitun katika aya 6 illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale walioamini wa amilus salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Bayyina lam yakun alladhina kafaru, Allah asema lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab paka ila qawli paka aliposema Allah innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Kisha katika surati al-Asr kuanzia aya ya mwanzo Allah alipoapa na al-asr, kwa wakati wa al-asr asema wal asr bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Qala Muhammad. Mwisho wa kunukuu hizi aya ziko nyingi. Leo nilikuwa na nukuu aya tu kwamba zinazodhihirisha itikadi ahli sunna wal jamaa iliyothibitisha hakika imani sio kutamka, bali haya ilivyokuwa mwanzo wa Mtume alayhi salatu wasalam, kabla amali hazijafaradhishwa ilikuwa ni mtu kutamka la ilaha illa peke yake. Lakini katika madhhabu ya ahli sunna wal jamaa anna al-imana qawlun wa amal. Imani ni kauli, maana yake ni kuitakidi kwa moyo na kutamka kwa ulimi na matendo vile vile. Kwa hiyo hadha bi ijma'i salaf, tutakuja kuona kwa ijma'i salaf. Hapa tulikuwa tunastadili kwanza na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kinasemaje. Je, mtu anaweza kaingia peponi basi na amal? Yani kwake tu alitamka na itakidi kwa moyo Allah yupo.
kisha Muhammad ni mtume wa Allah, Qur'ani ni kitabu cha Allah, na mambo mengine yote akaitakidi, somo ipo, funga ipo, na mengine yote anaitakidi. Kisha akatamka la ilaha illa kwa ulimi wake, alafu akaishia hapo, hakuna amal. Je, ataingia peponi? Ndio haya ambayo tulijea anaitwa mu'min. Ndio haya ambazo tulikuwa tunastadili nazo, ili mtu aone kwamba kuna haja watu wafahamu vizuri. Kisha mwisho la hili katika qala Muhammadu ibn al-Husayn mayizu rahimakumullah ta'ala, mayizu rahimakumullah qawla maulakumul karim. Jamani, mnatakiwa mfanye tamyiz, mpambanue, enyi Allah warehemu waumini wote na ndugu katika imani, na wote wanaonisikiliza na wanaochuoni, kama alivyosema ya ahla al-Qur'an, ya ahla al-ilm, enyi watu wa elimu, enyi watu wa Qur'an, enyi watu wenye kufuata mtume alayhi salatu wasalam. Pambanueni waislamu ili wafanye tamyiz, upambanue kati ya hiki na hiki. Fanyeni tamyiz, hal dhakara al-imana, je Allah subhanahu wa ta'ala hal dhakara al-imana fi mawdhi wahid min al-Qur'an illa waqad qarana ilayhi al-amal as-salih. Hata Allah hajataja imani katika Qur'ani yake, katika kitabu chake, katika sehemu ambayo si moja, sehemu nyingi, isipokuwa amekutanisha na amala salih. Illa qarana ilayhi al-amala salih, isipokuwa Allah amekutanisha matendo mema. Utaona Allah anasema qala ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'uhu, katika surati Fatir aya 10. Inshallah haya tutaona sasa namna gani kubatulika wala ambao watakayesema kwamba mtu anaingia peponi kwa kutamka tu la ilaha illa Allah na anakuwa muumini. Anapingana na ayatu nyingi katika Qur'ani, atapingana na hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, atapingana na ijma'i ya salafu swaleh kuanzia maswahaba na tabi'ina na tabi'in. Itakuwa sasa dini yake hii na manhaji yake ni manhaji mbovu, hiyo ni manhaji irja labda au ya jahamia, kama tutakavyoona katika taarifa zao za imani. Kwa muumini ni nani? Inshallah itikadi ahli sunna wal jamaa, itikadi yao ni hii. Na mtu kama yeyote anawapenda kufuata kitabu chake, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho kitabu cha Uislamu wanachokiamini, ayatu nyingi zimekuja zimetaja iman, sio kutamka peke yake, sio kutamka la ilaha illa Allah peke yake, bali iman ilikuwa mwanzo tu ilikuwa ni kutamka tu peke yake, kwa sababu ndio jambo la kwanza lililofaradhishwa. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anapita kwenye masoko, anawaambia jamani, semeni qulu la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa tafaulu. Lakini baada ya hapo mara faradhi nyingine ikaongezewa, mara swala, mara zaka, mara saum, mara hija, mara ibada mbalimbali zikaongezewa katika mambo ya faraidh yakaongezewa. Kwa hiyo haishi mtu kutamka la ilaha illa Allah akaishia hapo, bado hajakuwa muumini. Kuna haja nujaddidu imanana. Taala, njoeni jamaa tuijadidi imani yetu upya, ili tuwe na ufahamu mwingine kama Allah alivyokusudia katika Qur'ani yake, katika kitabu chake, na Mtume alayhi salatu wasalam na wanachuoni wetu salafu saleh, ambao wao ndio waliofahamu Qur'ani, wakiwepo maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, ambao siku zote tutaendelea kuwatetea, na wakiwepo vile vile wanafunzi wa maswahaba ambao wanasoma kwake kwa Mtume alayhi salatu wasalam. إلى هنا أقول قولي هذا وبالله توفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.